sasa katika meza yetu ya spoti ni kuwa katika Kibu Premier League. Siku ya jana Jumapili mwendo wa saa 8, Warriors FC na Titans walikutana moja kwa moja katika uwanja wa Pavilion. Warriors FC wakipiga Titans goli 1-0 dakika 35. Hii ni baada ya wachezaji wa timu mbalimbali zinazoshiriki ligi kuu ya soka chuoni Kibabi kurejea kutoka kwa mechi za vyuo vikuu nchini Kenya kwa ngazi ya kitaifa maarufu KUSF. Ligi hiyo imerejea tena leo hii. Hapo kesho timu ya Ajax watapimana kifua dhidi ya Falcons saa 10 jioni, huku Alhamisi kutashuhudiwa derby ambapo timu ya Unity watashuka dimbani dhidi ya Umoja. Hadi kufikia sasa timu ya Ajax wanaongoza kileleni na alama 81 wakifuatwa kwa ukaribu sana na wana Unity walio katika nafasi ya pili na alama 79. Red Stars wako katika nafasi ya 3 na alama 56 huku Rangers FC wakifunga 4 bora na alama 64. Na kwa wafungaji bora wa magoli mchezaji Dalton anayetumikia timu ya Ajax anaongoza akiwa na magoli 34, akifuatwa kwa ukaribu sana na mchezaji J Elisha aliye na magoli 28. Mchezaji huyo akawajibikia timu ya Umoja. Kevin wa Rangers yuko katika nafasi ya 3 na magoli 14. Kufikia sasa jioni njema kwa mara nyingine, na hakika imekuwa siku ya kusisimua sana katika ulimwengu wa mchezo. Kuanzia mabao ya kuvutia uwanjani hadi kuvunjwa kwa rekodi kwenye mashindano ya riadha. Hizi Kibu Premier League zinatukumbusha kwa nini tunapenda michezo. Jambo moja linaendelea kuwa wazi ni kuwa kila michezo hutaka kujituma. Kadri timu zinavyoendelea kupambana na wana michezo kusikia mipaka yao. Kila mbio na kila mashindano huleta hadithi mpya na yasubiri kusimuliwa. Na kama mashabiki sisi huwa pamoja na tukisherehekea ushindi, tukijifunza kutokana na kushindwa na kila tukitazamia yajayo. Hayo ndiyo tuliokuwa nayo katika sehemu ya michezo usiku wa leo. Endelea kuwa nasi kwa taarifa zaidi, matukio muhimu na uchambuzi wa kila katika vipindi vijavyo. Hadi wakati huu endelea kuunga mkono timu yako unazozipenda. Dumisha ari ya michezo na kumbuka kila mchezo si matokeo tu, bali ni hadithi. Mimi ni Helen Miganda na hii imekuwa taarifa yako ya michezo. Uwe na jioni njema.